ya pili ya kipindi cha asubuhi njema. Mimi naitwa Ezekiel Mambopo. Tazame sasa kwa upande wa magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo. Nikianza na gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema Dr. Shein aongoza kuagwa Brigadier General Muhaiki. Ndiyo habari kuu ambayo imeanza katika ukurasa wa mwanzo wa gazeti la Zanzibar Leo, ambayo pia imeambatana na habari picha hapa ikimuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein akitoa heshima za mwisho kwa marehemu Brigadier General Sairi Ivo Muhaiki aliyekuwa kamanda wa brigedi ya Nyuki. Brigadier Muhaiki alifariki juzi katika hospitali ya Lugalo mjini Dar es Salaam baada ya kuugua kwa muda mfupi. Lakini ukitazama katika habari picha hapa unaona pia waombolezaji wengine wapo. Ukiachana habari hiyo, Wamachinga wasimtafsiri vibaya Magufuli, ni waziri huyo Simba Chawene anazungumza hivyo. Lakini bosi wa Jamii Forums apandishwa kizimbani. Ni Zanzibar Leo linavyoonekana katika ukurasa wake wa mwanzo. Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumamosi ya leo, habari kubwa inasema MRC mtegoni sakata la machinga, ni kwa wafanyabiashara hao kumtumia vibaya Rais Magufuli. Lakini habari nyingine inasema hakuna uthibitisho kuwepo ugonjwa wa Zika. Habari kamili ni ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hiyo ni kauli ya waziri wa afya Umi Mwalimu, amenukuliwa hapo. Lakini Majaliwa amtumbua mweka hazina Bahi, aagiza arudishwe Longido kujibu tuhuma zinazomkabili. Habari kamili ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini Afrika yatoa bosi UN. Kwa mara nyingine bara la Afrika limetoa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ni Amina Mohamed wa Nigeria. Ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Habari Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Fikra ya Kenifu, gazeti Mtanzania, Jumamosi ya leo, lina habari inayosema Kafulila arejea Chadema kuzuia harakati za Zito, ambapo anasema muda huu nimewasilisha barua ya kujivua wanachama wa NCCR Mageuzi na najiandaa kujiunga na Chadema. Nimewashukuru kwa kuwa pamoja katika kujenga chama na nafasi ya uenezi walionipa mara zote. Hiyo ni nukuu ya huyo Kafulila. Lakini habari nyingine inasema mashtaka, mahakimu watatu wamsomea mashtaka bosi Jamii Forums, kosa dhamana apelekwa mahabusu. Lakini Lema ashinda pingamizi la serikali. Habari kamili ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti huru la kila siku, gazeti Majira, lenyewe lina habari aruka kiunzi cha kwanza korti. Ndivyo inavyoandika gazeti hili katika ukurasa wake wa mwanzo, na inaendelea katika ukurasa wa 5. Na aliyewania uraisi ajitosa wenyekiti baraza la vyama vya siasa, ni nani huyo? Ukurasa wa 4, na kuna kidokezo ambacho kipo hapa mbele na picha yake ipo hapa, ni Mama Ana Mgwira. Jambo Leo, sauti ya jamii, lenyewe habari kubwa inasema Zika yaumiza kichwa, waziri akanusha ugonjwa huo kuingia nchini, naibu wake atoa mwito wananchi wajikinge. Na vile vile ukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema Kafulila aigeuka NCCR arudi Chadema. Ndivyo linavyoandika gazeti hili la Jambo Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Sauti ya watu Tanzania Daima, habari kubwa ni kesi ya bosi Jamii Forums kama za EPA, asomewa mashtaka 4 kwa mahakimu 3 tofauti, apelekwa mahabusu kwa kukosa dhamana. Habari kamili ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini RC ahusishwa bomoa na uongozi mpya tukta wapiga vijembe, na ndivyo linavyoandika gazeti la Tanzania Daima ukurasa wake wa mwanzo. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema serikali yaangukia pua kesi ya Lema, ni gazeti hili la Jambo Leo katika ukurasa wake wa mwanzo. Lakini habari hii inaendelea katika ukurasa wa 3 wa gazeti, na Kafulila atoka Ukawa aenda Ukawa, ukurasa wa 5 wa gazeti Jambo Leo. Uhuru ukurasa wake wa mwanzo, CUF Zanzibar ya filisika, ndivyo inavyoandika gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa mwanzo. Habari kamili ipo ukurasa wa 4. Lakini MRC DC waonywa, ndivyo inavyoandika gazeti hili pia. Lakini mimi si mgeni wa CCM, ni Lubinga anasema hivyo. Lakini habari nyingine inasema Magufuli na Shein waungwe mkono katika nini? Basi ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru moja kwa moja utaweza kuipata taarifa hii. Na habari nyingine inasema DC afuta mawakala kukusanya ushuru, ni gazeti Uhuru. Tutazame gazeti Daily News ukurasa wake wa mwanzo.
Serikali yajipanga sasa kufuta biashara ya kupeleka bidhaa ghafi kwenda nje, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Daily News. Na habari nyingine ikisema kukosekana kwa dhamana basi kwa mpeleka rumande huyo mkurugenzi wa Jamii Forums. Na habari nyingine inasema taasisi ya elimu nchini yenye yafanya mapitio kwa ajili ya mabadiliko katika mitaala ya elimu ya msingi, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Daily News katika ukurasa wake wa mwanzo, na inaendelea pia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Daily News. Tugeuze sasa magazeti haya, tazama upande wa michezo na burudani. Tukianza na gazeti hili la The Daily News, inasema duru la pili ligi kuu sasa kuanza leo. Na habari nyingine inasema Felix Simbu pamoja na Fabian Joseph hawakung'arisha michuano ya kule Karatu. Na habari nyingine inasema timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 15 iko tayari kuivaa Burundi kesho katika mchezo wa kirafiki. Uhuru upande wa michezo na burudani, Yanga kuivaa JKT Ruvu leo ni katika michezo ile ya ligi kuu soka Tanzania bara. Azam kujenga makumbusho, ndivyo linavyoandika gazeti la Uhuru. Lakini kwa upande wa burudani, Mwasiti atoka kivingine. Habari kamili ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Uhuru. Tanzania Daima upande wa michezo na burudani, chongeni tu nitawaziba midomo, ni Ngasa huyo ambaye kasaini kuichezea Mbeya City. Na habari nyingine nasema VPL imerudi tena, macho yote kwa Lwandamina Zulu Agei Kotei, lakini Yakubu Mohamed Mpondo kuibeba Azam FC. Yakubu Mohamed na Mpondo, je, kuibeba Azam FC? Ipo katika mtindo wa swali. Ni gazeti hilo Tanzania Daima katika upande wa michezo na burudani. Lakini Jambo Leo upande wa michezo na burudani, wanaonibeza watanishangilia siku moja, ni Ngasa anasema hivyo. Yanga vitani kisaka kuongoza ligi. Ni gazeti Jambo Leo upande wa michezo na burudani. Majira upande wa michezo na burudani, mtiti Yanga yaanza leo, Simba kesho. Kimataifa, Arsenal yampandia Sanchez, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Majira upande wa michezo na burudani. Mtanzania lenyewe upande wa michezo na burudani, Chicago Bulls warejea baada ya kupotea NBA. Lakini amsha lala salama ligi kuu Tanzania bara, pia ipo habari hiyo. Na habari nyingine nasema watatu kortini kwa tuhuma za kumuibia Baby Madaha. Mwanamuziki huyo wa basi watuhumiwa wa kumuibia waingia kortini. Na habari leo upande wa michezo na burudani, ligi kuu Kizubaa inakula kwako, ndivyo ninavyoandika hivyo kuashiria kuanza kwa duru la pili la ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Nape kushuhudia vipaji Ikaratu. Ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Nape Nnauye leo atashuhudia vipaji vya wanariadha mbio za baiskeli na mingine katika kilele cha tamasha la 15 la michezo la huko Karatu, ndivyo ninavyoandika gazeti hili la habari leo upande wa michezo na burudani. Na habari hizo zikiendelea pia katika kurasa za ndani za gazeti hilo. Zanzibar Leo upande wa michezo na burudani, mafunzo yaifunza Miembeni lakini Kizimbani haishikiki. ZFA Pemba yaishusha daraja Imara. Na michuano ya judo kufanyika kesho na vijana chini ya umri wa miaka 17 Pemba ni Disemba 20. Ni gazeti Zanzibar Leo kwa upande wa michezo na burudani. Tutazame habari za michezo na burudani kutoka magazeti yanayoandika habari pekee za michezo. Tuanze na gazeti Championi. Unaambiwa mkata umeme wa Yanga awavuruga Lyon, ndivyo linavyoandika gazeti hili la Championi katika ukurasa wake wa mwanzo, likizungumzia mkata umeme wa Yanga awavuruga African Lyon. Lakini Omog na Lwandamina wagoma nini? Basi ukurasa wa ndani wa gazeti hili moja kwa moja ipo undani wa taarifa hiyo. Lakini Juma Luizio aanza ligi kwa nyodo, na Yanga wataka pointi 78 ligi kuu. Mshahara wa Chirwa wamzuia Mzambia Yanga. Na kuna takwimu mbalimbali hapa pamoja na taarifa mbalimbali kuelekea hiyo ligi kuu soka Tanzania bara ambayo inatarajiwa kuanza leo. Ukurasa wa mwisho wa Championi ni michezo na burudani. Lakini kimataifa, mshahara wa Sanchez apewa milioni 483 za Kitanzania, apotezea anataka milioni 671. Lakini mtoto wa Rooney ajiunga Man City, na mabeki wa Man City wanazingua. Ni Eric Cantona, mchezaji wa zamani huyu wa Manchester United. Bingwa upande wa michezo na burudani na lenyewe pia lina habari kubwa, inasema Simba yaipiga Yanga bao la funga mwaka.
Omog atamba kuitafuna Ndanda FC na korosho zao kesho, na Nionzima Kamusoko Zulu acha kabisa. Ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Bingwa. Warejesha kampa tena Jangwani, Pluim aachia tabasamu akata kiu, lakini striker Mzanzibar awatikisa Ngoma Tambwe, lakini majaribuni kwa JKT Ruvu leo ni Yanga hao, lakini Juma Luizio amchambua mkata umeme wa Yanga. Ndivyo ninavyoandika gazeti hili la Bingwa ukurasa wake wa mwanzo. Ukurasa wa mwisho halikadhalika ni upande wa michezo kimataifa, ambapo habari kubwa ni Pellegrini amuita Alexis Sanchez. Ni aliyekuwahi kuwa kocha wa Manchester City Manuel Pellegrini amemshauri mshambuliaji wa Arsenal kuungana nchini China, lakini Zidane aweka rekodi Real Madrid. Bale awatoa hofu mashabiki wa United, lakini Rooney kikaangoni kwa kukwepa kodi usiondoke. Ni habari nyingine hiyo ambayo ni Suarez amwangukia Messi asaini mkataba mpya, amtaka Messi asaini mkataba mpya, yani Suarez anamwambia Messi usiondoke. Namna hiyo kwa gazeti hilo Bingwa ndo nakamilisha sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Asubuhi Njema, ambapo moja kwa moja